Karibu tena mtazamaji kwenye awamu ya pili, hivi sasa ikiwa imetimia saa 5 na dakika 35 saa za Afrika ya Mashariki. Bila kupoteza muda tunaingia kwenye mada mtazamaji, ima wewe ni mwanamke ama mwanamume. Hii leo tunalenga sana afya ya uzazi, tukiangalia swala la uvimbe kwenye kizazi, kwenye mfuko wa kizazi, na tutakuwa daktari anatueleza mengi, kutufunza mengi kuhusiana na huo uvimbe maarufu kama fibroids, na kuna mbinu tofauti za matibabu. Kuna kutibu fibroids kupitia upasuaji, na pia kuna kutibu fibroids kwa mbinu inayofahamika kama HIFU bila kufanyia upasuaji, na daktari atakuwa anatueleza ni mbinu aina gani hii ambayo inahusisha kuchoma ule uvimbe ulio ndani ya kizazi bila kuathiri sehemu zingine ama viungo vingine vilivyo karibu na huo uvimbe. Karibu sana daktari. Ninaye Daktari Maina Ngoigo, yeye ni mtaalamu wa afya ya uzazi, na bila shaka utakuwa unatusaidia, utatuelimisha daktari. Karibu sana. Tukianzia tu hapo kwenye utangulizi, kwa sababu utakuwa unatueleza mengi, lakini mwanzo tufahamishe, tuelewe kuhusu huu uvimbe. Ni uvimbe wa aina gani? Wakati tunapozungumza kuhusu fibroids, ni nini? Kwa sababu sio wengi walio na huo ufahamu. Asante sana Agnes kwa kunialika kwenye studio zenu, na bila shaka vile umesema haya mavimbe ama hili vimbe linaitwa fibroids ama kwa jina lingine myoma. Ni ugonjwa ambao unapata akina mama ambao wako katika ile age ya uzazi. Kwa hivyo hawa ni wasichana wa miaka kutoka miaka 15 kuendelea hadi miaka kama 50 vile. Hii muda ndio akina mama kawaida huwa wanaweza kushika mimba na kujifungua. Na ni hasa kwa sababu wako na zile zinaitwa hormone kama estrogen na progesterone vile unavyovijua. Na kwa hivyo vimbe ya fibroid inapata wamama wenye wako katika hii bracket ya age ama katika umri huo, na mavimbe haya yako haswa katika kile kiungo kinaitwa uterus ama nyungu ile ya mtoto. Na kwa sababu nyungu ya mtoto tutakavyoona iko na sehemu tofauti tofauti. Iko na ile upande wa ndani ambapo ndipo mtoto anamea ama anaendelea kugrow ama kukua mkubwa pale. Iko na ile nyama ile ya mfuko wa uzazi ule. Na pia iko na ile ngozi ya nje. Kwa hivyo iko na sehemu tatu hizo nilizosema. Na huu uvimbe wa fibroid unaweza ukaingia katika sehemu yoyote pale ya hicho mfuko unaitwa wa uzazi. Na kulingana pale ambapo huu ugonjwa uko, dalili zinaweza zikakuwa tofauti. Na hayo ndio mambo tutakayokuwa tunaangazia siku ya leo. Bila shaka utakuwa pia unatueleza hapo baadaye kuhusu dalili za huu uvimbe, na umetaja kwamba idadi kubwa ya wale wanaopata ni wanawake ni kwanzia msichana aliye na umri wa miaka 15 hadi wanawake walio na umri wa miaka 50. Ni yule ambaye mwili wake uko na uwezo wa kubeba mimba na kubeba ile mimba. Mbona huu uvimbe unaota ndani ya kizazi? Naam, swali nzuri hilo. Tuseme wakati ambapo msichana anakomaa, anaanza kupata ile damu ya hedhi ama menses, unapata ya kwamba kuna zile hormone nilizozitaja, inaitwa estrogen na progesterone, ambazo ndizo zinawezesha msichana kukua na yale mabadiliko ambayo msichana anapata wakati hedhi inapokuja. Lakini kabla daktari hata hujaeleza, unajua tuko hapa ili kumwelimisha yule mtazamaji. Umetaja kuna hizi homoni aina mbili. Ningetaka pia utofautishe ili pia kuwe na ufahamu wakati anapofuatilia mjadala. Hizi homoni zinafanya nini na mbona zinapatikana kwa mwanamke? Ni vizuri tumwelimishe. Naam, asante sana kwa kunirudisha hapo nyuma. Katika ile njia ya uzazi ya mwanamke, iko na ile kiungo inaitwa uterus ambayo tumechaja ama mfuko huo wa uzazi. Iko pia na zile mayai inaitwa ovaries. Na vile msichana anavyokomaa kimiaka, kuna sehemu fulani ya akili ambapo inatoa hormone zingine ili ziweze kujadiliana na mayai pale. Hii mayai nayo inatoa zile hormones. Kwa hivyo hizi hormones za estrogen na progesterone zinatoka pale katika mayai ama ovaries. Na sababu ya hii kutokea ni kwa sababu
lazima msichana afikishe tuseme uzito fulani, kilo fulani za mwili, ndipo akili nayo ikaweza kutoa hizi hormone, ikaweza kuleta hizo hormone zile za estrogen na progesterone, zile ambazo zinasababisha uwepo wa hedhi ama periods. Na hivyo ndivyo pia huyu msichana ambaye amekomaa hadi kiwango hiki anaweza akashika mimba, kwa sababu kama hujakomaa akafika kiwango hicho hawezi akashika mimba, kwa sababu mayai haijaweza kutoa ile hormone, haijaweza pia kuproduce ile inaitwa ile mayai ya kufertilize ama inaitwa ovum. Na kwa hivyo anapokomaa anafika kadri ya hiyo miaka nimesema, hormones zinapotoka na pia mayai inaweza kutoa hiyo ovum ama hiyo yai ambaye inatengeneza mtoto. Na pia ile upande wa ndani wa chungu cha mtoto ama nyumba ya mtoto unakuwa mkubwa kidogo kulingana na vile hizi hormones zinaweza kujadiliana na huo mfuko. Ikifika tuseme pale, unajua hedhi iko, tuseme menstrual period iko na kutoka siku ya kwanza hadi siku ya 30 kwa wanawake wale wengi. Lakini hapo katikati kuna wakati unaitwa wa ovulation, yani ovary inatoa yai. Kila katikati ya mwezi inatoa yai. Na ni kwa sababu gani inatoa hili yai? Ni kwa sababu kuna hizo hormone ambazo zimekuja zikaweza kusababisha mayai kadhaa iko pale kwa ovaries ikakomaa. Alafu kuna moja tu ambayo inakuwa inaachiliwa kila mwezi hapo katikati. Na hii mayai kawaida ndio tuseme mwanamke akichumbiana na mwanaume anaweza akashika mimba. Asiposhika mimba baada ya wiki zingine kama 2 vile, kwa sababu hakushika mimba, sasa anapata hedhi ama period. Kwa hivyo kuna pale mwanzo, kuna katikati ambayo kuna ovulation ambayo ni kutoa hiyo yai. Akishika mimba sawa, mimba inaendelea na hakuna hedhi baadaye. Asiposhika mimba, ule upande wa ndani unakatika kabisa, unatoka kama hedhi ama period mwisho wa hiyo mwezi. Hayo tu ni background ama kidogo tu kueleza, ndio tunapoendelea kusema kwa nini uvimbe wa fibroid unakuja. Tunaelewa uterus ni nini, ovary ama mayai ni gani, na kwa sababu gani hizi hormones zinakuja. Na pia hizo hormone zinafanya kazi gani? Na sasa hapo ndipo sasa utueleze sasa kwenye lile swali ambalo nilikuwa nimeuliza kabla, sasa hujatuelimisha kuhusiana na hizi hormone mbili. Mbona huu uvimbe unaota ndani ya kizazi? Naam. Sasa kuko na sababu kadhaa zinasababisha hili. Na ziko katika, hakuna moja ambaye ni kubwa kushinda nyingine hizi sababu. Ya kwanza kabisa unapata mwanamke kuwa ni wa tuseme race, African race, ama mwanamke ni wasili ya Kiafrika ama kiasili mweusi tuseme. Rangi nyeusi kwa sababu kuna wale wa Amerikano ambao ni weusi. Kweli. Unapata hawa wako katika risk kubwa zaidi ya kupata hii uvimbe inaitwa fibroid. Na kuna zile chembe zinaitwa genetics. Hizo chembe za genetics, kuna wale ambao wako na tuseme hatari iko zaidi kwao kupata ili vimbe la fibroid kushinda wale wengine, na hiyo ni kulingana na maumbile tuseme. Unapata kwamba tuseme kama mwanamke ako na dada ambao wamepata hii ugonjwa, huyo mwanamke mwenye dada zake walipata hii ugonjwa, wao pia wako katika kuna uwezekano mkubwa wa kupata haya mavimbe pia, ukilinganisha na mwanamke ambaye ama msichana ambaye dada zake ama mama yake hakupata haya mavimbe. Kwa hivyo kumaanisha kwamba daktari, jinsi unavyotuambia tu kwa kifupi ni kwamba iwapo nina fibroids, nijifungue mtoto wa kike, kuna uwezekano mkubwa pia naye pia atapata. Naam, lazima tuseme hatari moja ama tuseme risk moja, ukiwa tu mwanamke tayari uko katika ile group ama ile kategori ya wale wanaweza pata hii ugonjwa. Lakini kuna mambo mengi kadha wa kadha, kama vile tumesema genetics, tumesema mambo ya kifamilia, kimaumbile. Kuna mambo hasa pia ya maisha, vile tuseme kama lishe ama diet, vile mtu unakula. Kuna wale ambao labda hawajaweza kujijumuisha kwa activities ama zile mazoezi. Unapata wanaongeza kilo sana kwa mwili ama wanakuwa na ile inaitwa obesity, uzito mkubwa sana kwa mwili. Na vile kadri unapokuwa na uzito mkubwa wa mwili, unapata hizi hormone nilisema za estrogen ziko juu zaidi kidogo. Na ni kwa sababu uzito ni mwingi sana, kwa sababu labda ya lishe ama haufanyi mazoezi. Na hawa ambao wako na obesity wako katika hatari kubwa ama uwezekano mkubwa
wa kupata fibroids ukilinganisha na wale ambao kiwango cha mwili sio kubwa vile. Naam. Kando na hizo, kwa sababu umetoa, kuna hizo sababu mbili ambazo umetoa, kuna iwapo kwa familia naam, kuna hili tatizo, na pia iwapo kiwango cha uzani cha mwili kimezidi kupita kiasi. Je, kwa yule ni wakati upi mwafaka wa kuweza kuhakikisha kwamba huu uzani umeushughulikia? Kwa sababu kwamba utampata hata yule mtoto labda uzani wake amekuwa nao maishani mwake mote, na hata anapojaribu kukabiliana nao ni tatizo. Naam. Hii shida ya uzani wa kilo za mwili, unajua kama siku tunazoishi siku hizi, hii ni shida ipo hadi kwa watoto wadogo. Ile inaitwa childhood obesity. Yaani watoto wa kimo kidogo tayari wako na hii athari ya kupata kimo kikubwa cha mwili ama uzani mkubwa. Na lazima niseme ya kwamba wale watoto ambao wako na uzani mkubwa wa mwili wako katika hatari ya kupata obesity ama uzani mkubwa hata wakiwa watu wazima. Na lazima niseme, ukiwa na uzani mkubwa, ukiwa mtoto mdogo, ukiwa msichana mdogo ama mvulana vile, tuseme umri wa kiwango pale kama miaka 10 na kitu 20 na kitu, hapo ni wasichana wadogo vile. Ukikuwa uko na uzani mkubwa wa mwili, unamaanisha uko katika hatari kubwa ya kupata magonjwa mengine kama vile pressure kupanda, kisukari, na haya magonjwa tayari iko katika zile zinaitwa risk factors ama hatari zinazoweza kusababisha kuwepo kwa ugonjwa za fibroid ama uvimbe baadaye katika maisha. Na kwa hivyo ni lazima wazazi tuseme waweze kuangalia watoto wao, zile lishe ambazo wanakula, ndio uzito wa wale watoto ukue kulingana pale inahitakikana, wasikuwe na uzani mkubwa. Kama ni msichana tuseme amefika miaka 10 na kitu, miaka 20 na kitu, aweze kuwa katika mazoezi ili aweze kufikisha kiwango ambacho kinachofaa, kwa sababu ile inaitwa BMI ambayo inaangalia uzito wa mwili, inahitaji kuwe kadri kutoka 18 hadi 24 ukilinganisha urefu na uzito wa mwili. Ikizidi 24 hiyo BMI inakuwa uko na uzito mkubwa kushinda vile inavyofaa. Na kwa hivyo lazima tuangalie lishe bora na pia tuzingatie mazoezi ili kwamba uzito wetu kadri yake ikuwe hapo 18 hadi 24 ya BMI. Na pia kuna hoja ambayo daktari ni muhimu sana ambayo umeigusa. Iwapo nina tatizo la fibroid na nina mtoto wa kike ama ninapanga kujifungua, na iwapo nimejifungua nimepata mtoto wa kike lakini tayari ninajua hali yangu, kuna jinsi ambavyo tunaweza zuia sasa huyu mtoto wangu wa kike kupata hilo tatizo? Swali mzuri lile Agnes. Wacha niseme kuna mambo ambaye tuseme katika maisha unaweza kuweka kizuizi. Kuna mengine kabisa hauwezi. Kwa mfano maumbile ama ile inaitwa genetics, vile mtu ambavyo aliumbika, kwa sababu hata si ati mwanamke ndio anasababisha vile mtoto ataumbika, ni jinsia tu. Hilo hauwezi ukabadilisha. Jambo la pili, mambo ya kifamilia, kwa sababu unajua familia inatoka kutoka kwa babu zetu, mababu wale wa kitambo, inakuja vile hadi kwa huyu mtoto. Hilo hatuwezi tukabadilisha. Lakini yapo mambo ambayo tunaweza tukageuza kidogo ili tuweze kupunguza hatari ama uwezekano wa kupata haya mavimbe yanaitwa fibroid. Jambo la kwanza ni tunaangalia lishe ama chakula ambacho tunakula. Kwa sababu tushasema zile chakula ambazo zinaletea mwili nguvu zinaitwa carbohydrates, tuseme kama vile ngano, mkate, mchele, ugali vile. Hizi kiwango yake kulingana na wale wataalamu wa lishe ama nutritionist, tunahitaji tupunguze kiwango yake. Kama ni chakula za vile mboga, kabeji, sukuma, hizo tunafaa tuongeze kiwango yake. Na zile zingine kama nyama, mayai, tuseme maharagwe, zinaitwa proteins. Hizo tunafaa tuongeze kiwango yake. Kwa sababu hizi chakula vile tutakavyo ziweka katika lishe yetu zitasababisha sisi kuongeza kilo sana ama kupunguza. Jambo la pili, tumeelimishwa ya kwamba ni vizuri kufanya mazoezi kwa mwili, na wataalamu wanasema kwa wiki unahitaji angalau dakika takriban 150 ya mazoezi. Nilikuwa na daktari hapa wiki iliyopita na alitueleza kwamba kwa kila wiki unatembea
muda wa dakika 150 kabisa. Kwa sababu ukifanya mambo ya chakula uchanganye vile na mazoezi ya kila siku, ama angalau tuseme hizo dakika tulivyosema kwa wiki, kiwango cha mwili ama uzani hautaongezeka mno. Lakini siku hizi unapata kwa sababu ya tuseme zile kazi tunafanya, labda saa zingine kazi za ofisi, ama tuseme vile tu maisha siku hizi ipo, na jinsi pia chakula kinakuzwa kupitia mitindo ya kisasa na mitindo ya kisasa ya kukuza chakula, unapata kwamba tuko katika hatari kubwa ya kuongeza kilo zaidi. Kwa hivyo ukiangalia mama, kuna yale mambo anaweza ambia mtoto wake ama aweze kumwelekeza ili asiongeze kilo sana, asikuwe na hii hatari. Na jambo lingine niseme kabla nisisahau, ni kwamba kuna zile dawa labda tunaweza kuwa tukitumia kama wacha niseme kama zile dawa za kupanga uzazi zile ziko na hormone. Saa zingine lazima tuangalie wasichana wa hiyo miaka tayari washapata hedhi, wakati gani wanaanza kutumia hizi dawa, kwa sababu hormone tushasema hii ya estrogen na progesterone kama zinaongezeka sana kwa mwili, tayari zinaweza ongeza uwezekano wa haya mambo ya fibroid kuongezeka baadaye ama kukua baadaye. Kwa hivyo kuna yale mambo tunaweza badilisha na kuna yale hatuwezi tukayageuza. Na bado tukisalia tu hapo, kwa sababu tunalenga kumsaidia pia huyu mtoto wa kike ambaye anaendelea kukua, kuna jinsi ambavyo anaweza kuwa anapitia vipimo vya matibabu vya aina fulani, iwapo viko utatueleza, ili kuhakikisha iwapo ana fibroids ambazo tayari uvimbe umeanza kuota kwenye kizazi chake, ama bado sasa tungoje mpaka wakati dalili zitaanza kuonekana. Hilo swali ni muhimu hasa kwa wazazi wetu, kwa kina mama, lakini hasa hata zaidi kwa sisi kama wafanyikazi wa afya. Kwa sababu gani? Haya mavimbe yanaitwa myoma ama fibroids. Hazina dalili, dalili iko kwa takriban tuseme 30-40 peke yake. Asilimia 30-40 pale. Hao peke yao ndio wako na dalili za fibroid. Hivyo ni kusema vipi? Ni kumaanisha kuna akina mama wengi tu ambao labda wanaweza kuwa na haya mavimbe ya fibroid, lakini hawana dalili kabisa. Kwa hivyo haina haja kubwa sana ya kwenda kuchunguza ama tuseme kufanyiwa vipimo fulani vya kuangalia kama haya mavimbe yako, kama hakuna dalili. Lakini dalili zikiwa tuseme hedhi ni nzito mno ama inakaa siku mingi, unapata msichana labda wa miaka 20 na kitu anapata period kwa muda labda wa wiki 2 zinafuatana, labda wiki 3, ama zinakuja zikiwa nzito mno, zinakuja na uzito sana, anatumia zile pad mingi zaidi kwa siku, anasikia kizunguzungu. Sasa ikifikia hapo, hizo ni dalili tayari za fibroid. Na inamaanisha lazima sasa tuende tuchunguze kama cha ukweli fibroid ndizo zinasababisha. Na tutachunguza namna gani? Tutaangalia vipimo za damu, kuangalia kiwango cha damu kiko namna gani, kwa sababu tunajua unapovuja damu sana, kiwango cha damu kinaenda chini. Kiwango cha damu kiendapo chini, unapata mtu unapata kuumwa na kichwa mara kwa mara. Wakati mwingine hauoni vizuri, macho hayana nguvu ya kuona sana. Unapata msichana anasikia kizunguzungu mara kwa mara, anasikia kuanguka. Kwa hivyo kipimo cha damu itatuonyesha imefika kiwango gani. Jambo la pili, kuna zile picha ama zile meme za ultrasound ama picha ambazo akina mama wanafanyiwa kuangalia mfuko ule wa uzazi ama uterus uko namna gani, umepata haya mavimbe au la. Kwa sababu wakati dalili zinapokuja yasipotibiwa kwa namna fulani, inamaanisha ya kwamba hali ya maisha ya huyu dada ama huyu mama itaendelea kudhoofika. Na kwa hivyo lazima tuchunguze ili tukae chini pamoja, tuweze kupanga tutatibu namna gani na malengo yetu ni yapi ya kutibu. Kwa sababu unapata kuna malengo tofauti ya kutibu. Lengo moja inaweza kuwa kwa mfano ni tuseme kupunguza tu hizo dalili za kuvuja damu sana, za dalili za anemia, damu kama iko chini, labda hilo ndilo lengo peke yake. Na hapo labda tunaweza sema sio lazima tufanye upasuaji, labda tunaweza patia dawa za kuweza kupunguza ile kuvuja damu. Lengo la pili linaweza kuwa tuseme mama anataka kushika mimba na hajaweza kufunga mimba kwa miaka mingi.
ama anapofunga mimba inatoka. Unapata akina mama mara kwa mara, mtu amepoteza mimba 2, mimba 3, mimba 4, na anapofanyiwa uchunguzi unapata haya mavimbe ya fibroid ama myoma iko katika ule upande wa ndani wa mfuko wa uzazi. Na hivyo inamaanisha lazima huyu mama akuwe na matibabu kama vile operesheni, labda ile ya kufungua tumbo kabisa, ama ya kutumia video za kamera ili kuweza kutibu hili gonjwa. Unapata kuna akina mama wengine wamekaribia kufika pale, sijui mnahitaji kwa Kiswahili, lakini inaitwa menopause. Yani hedhi iliisha, kikomo cha hedhi. Unapata akina mama kama hao, labda ule uzito wa hedhi sio mkubwa sana, lakini tuseme wanasikia pressure kama vile kwa kibofu cha mkojo, wanasikia labda choo kubwa haitoki kwa vizuri, kwa sababu labda hii myoma labda ni kubwa kiasi yake. Ni kama kuna kitu ambacho kinafunga pale. Kuna kitu kinafunga pale, kimelalia hivi viungo, na labda huyu mama hataki tuseme kufanyiwa upasuaji. Unapata mama kama huyo anaweza tungojee akafika ile kikomo cha hedhi na zile fibroids zikakuwa ndogo zaidi kwa sababu hormone ni kidogo. Ama unapata ule mama sasa anaweza tibiwa kwa mbinu kama vile ulivyotaja tulipoanza, kama za haifu, ambaye ni kutumia nguvu za meme za ultrasound ama hizo nguvu kuweza kuchoma zile vimbe zikaweza kuwa ndogo, na hivyo basi dalili zinakuwa kidogo. Kwa hivyo matibabu ni tofauti kulingana na malengo ni yapi, na kulingana pia na kiwango yake, na ukubwa wa ule uvimbe. Asante sana daktari, na pia tunachukua pumziko fupi, lakini ukumbuke pia ulikuwa umetutajia kwamba sisi wenye ngozi nyeusi tuko wenye rangi nyeusi tuko kwenye hatari ya kupata huu uvimbe. Utakuwa unatueleza uhusiano wa rangi na uvimbe. Mtazamaji, kufikia hapo nachukua pumziko fupi. Tutakaporejea daktari sasa atakuwa anatueleza mengi zaidi kuhusiana na kutibu uvimbe huu wa fibroids bila kutumia upasuaji, pamoja na dalili zingine ambazo mtu anaweza onyesha kando na kutokwa na damu kwa kiwango kikubwa wakati wa hedhi. Ni dalili zipi zingine ambapo mtu anaonyesha kuashiria kwamba ana uvimbe ndani ya kizazi? Nachukua pumziko fupi, nitarejea baada ya muda usiokuwa mrefu.